India, katika jimbo fulani ambalo hatukuweza kuambiwa ni jimbo gani, lakini ili jimbo lilikuwa na sifa moja kubwa sana. Watu walikuwa wakifanya ibada sana, na pia walikuwa ni wakulima wazuri sana. Maisha yalikuwa ni safi, watu walikuwa wakiishi vyema sana. Kulikuwa kuna mashamba makubwa sana ya kulima mmea fulani ambao ni chakula maalum kwa ajili ya kulisha wadudu ambao wanapelekewa kwa vipepeo baadaye. Kwa biashara pia ufugaji wa vipepeo ulikuwa ukiendelea. Lakini kila mwananchi anaishi kwenye hili eneo alionekana kuwa na alama fulani katika mkono. Unajua unapokuwa na alama ina maana kwamba ni mtu mmilikiwa wa mtu fulani au mmiliki au ni kabila fulani. Kitu kama hicho, watu wanakuwa na alama basi moja, kuna kuwa na kitu kiko nyuma ya alama hiyo. Basi leo majira fulani risasi zilisikika zikilia na kuna gari moja lilikuwa linakuja, kuna magari mengi yalikuwa yanakuja. Watu walikuwa wakishangilia kwa kishindo kikubwa. Wakimshangilia mtu mmoja alikuwa anaitwa Bwana Kamal Raj, ambaye kwa kifupi alikuwa anamuita Bayaji. Yeye aliweza kushinda vizuri sana katika uchaguzi uliopita na sasa amepata nafasi kwa kiongozi kwa mara nyingine tena. Anapita anaambiwa mwagie watu matope, wakajua basi Bayaji ameweza kushinda tena kwa mara nyingine. Bwana mambo haya, Bayaji ameshinda tena kwa mara nyingine. Anarudi kijijini kwake au katika jimbo lake akiwa na furaha kubwa sana. Wapambe wakiwa wanapiga risasi juu wakishangilia. Wanasema Bayaji zindaba. Watu wote wanaambiwa wanachata maalum katika mikono yao. Na walikuwa wakifanya kazi kwenye mashamba Bwana Bayaji. Wakati television siku zikitoa habari kwamba wanasema leo ni furaha kubwa sana katika kijiji hichi, katika jimbo hili, baada ya Bwana Kamal Raj kuweza kupata nafasi ya kushinda tena kwa mara nyingine. Ameweza kujipatia ushindi zaidi ya kura 900,000. Ushindi mkubwa sana. Hivyo imempelekea kupata nafasi kubwa ya kuwa kiongozi tena kwa mara nyingine. Na maana alikuwa kiongozi, ataendelea kuwa kiongozi. Nyumbani kwake watu wengi sana walikuwa wamekuja kumshangilia Bwana Bayaji baada ya kushinda katika uchaguzi mkuu, na sasa amepata nafasi ya kuwa mbunge tena kwa mara nyingine katika jimbo lake. Sasa habari hizi zikafika mpaka nyumbani. Mke wake alikuwa nyumbani siku hiyo anajiandaa. Anapewa habari na mfanyakazi kwamba mzee ameshakuja, yuko huko nje. Ni mama wanamuita Tejasuni, ambaye ni mke wake mheshimiwa Bwana Bayaji, au kwa kirefu wanamuita Kamal Raj Vanji. Watu wanashangilia. Mama anatoka ndani kwenda kumpokea mumewe ambaye ameweza kushinda, sasa ampata nafasi ya kuwa kiongozi tena. Kila mtu anatamani amvike taji. Inaonekana ni mtu ambaye ana kibali kikubwa, amekubalika sana. Mheshimiwa wanamuita Kamal Raj Vanji au Mr. Bayaji. Bai manake ni kaka, kwa walikuwa kumuita kama kaka mkubwa wa hili eneo. Walikuwa kimheshimu sana. Anashuka kwenye gari lake safi kabisa, mtaalamu huyo Mr. Kamal Raj Vanji. Lakini pia ilikuwa kiambatana mdogo wake safi ambaye walikuwa wanamuita Manohar. Ni mdogo wake huyo. Katika kampeni walishirikiana kwa pamoja. Sasa anageuza macho upande wa pili, anakutana na mkewe. Yeye na mke wake wanapatana sana, anampenda sana mke wake. Wanamuita Tejasuni. Huyo ndo Kamal Raj. बधाई हो एमपी साहब. Anasema hongera MP साहब. हमने तो सिर्फ इलेक्शन लड़ा है. Anasema nimeshinda. जीत तो आपकी हुई है. Lakini ushindi pia ni ukoko vile vile mke wangu. Asimama na mpaka sindu pale safi, anampatia ibada maalum. Hizi ni ibada rasmi kabisa za Wahindi. Kamlisha ladu pale, chakula cha kupongezana. Bado wanashangilia tu. Sasa
Manuhari akawatuliza, kaka, कार्यकर्ता लोग आपको सुनने के लिए nafikiri watoto walioko hapo wanatamani kusikia neno lolote. Msema neno lolote kwao wapate kusikia furaha, maana wanafurahi sana baada ya kupata ushindi mkubwa. Basi mheshimiwa ikabidi ageuke sasa kuwatazama wananchi ambao pia walimsaidia kupiga kura nyingi sana. Hatimaye mpata nafasi sasa ni mbunge kwa mara nyingine tena. शांत शांत Anasema tulieni, tulieni, tulieni. आप लोग भी Huko mliko nyuma, tulieni. इस जय जयकार के असली हकदार आप Anasema ushindi sahihi anastahili kupongezwa ni nyie, maana ushindi sio Kongo peke yangu na nyie pia. साबित कर दिया है Kama sio ninyi leo mimi nisingeweza simama mbele yenu na kusema lolote. पूर्वक Nami natoa shukrani zangu za dhati kwenu nikisema nashukuru sana kwa jinsi ambavyo mlinikubali. जीत में हमारी अर्धांगिनी हमारी धर्मपत्नी Anasema mimi na familia yangu kwa ujumla tuna kila sababu kuwashukuru ninyi. तेजस्विनी के साथ साथ हमारे छोटे भाई Anasema Tejasini mke wangu pamoja na ndugu yangu kipenzi bwana Manuhari, अगर ये दोनों hawa wawili pamoja na ninyi, सभी लोग nataka niseme ninashukuru sana 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 sana, शायद kwa sababu kama sio nyinyi leo nisingepata nafasi ya kusema lolote. एक बार फिर Nashukuru sana kweli, nashukuru kutoka ndani ya moyo wangu, nasema asante sana, nami naahidi kwamba yote niliyoahidi katika kampeni zangu nitatimiza. Basi mdogo wake anataka kumshika mikombea, hapana. मनोहर आपकी जगह Manuhari, hapo sio sehemu yako, sehemu yako ni hapa हमारे दिल में ama dilme, ndani ya moyo wangu wewe ndio unakaa, so kunishika miguu. Kama unanipongeza nikumbatie, usinishike miguu. इस इलाके की सारी Mwandishi wa habari alikuwa akimuuliza maswali kuhusiana na ahadi alizokwisha kuziahidi kuhusu hospitali, maana pia hakuna hospitali hapa katika jimbo lake. से स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे। Je, na zile shule special ahidi pia itakuwa yasema? Jamani, mambo yote mnayosema hapa ninyi tayari mlikwisha andika kwenye diary, ऐसे जाइए na kile nilichokiahidi sitaacha kutimiza hata kimoja. Nitahakikisha kila nilichokisema nitafanya. Kwa sasa nyie tulieni, msiogope, msio na wasiwasi. आप अपनी जनता कहते हैं। Tulisikia habari hizi kwamba unawatumikisha wananchi wako vibaya kama wafanyakazi na si wananchi wako. Alikasirika maana kaguswa mahali. ये भी कहा जाता है कि Je, hili jambo ambalo watu wengi wamekuwa wakilizungumzia ni sahihi, kwamba watoto umewapiga chapa na kuwafanya kwamba ni watu wako? मोहर भी है। Je, hawa ni wananchi wa taifa hili au ni watu wanaomilikiwa na wewe? Maana ameshikaga nafasi ya uongozi mfululizo, lakini pia wananchi huko katika hali mbaya. Sasa hili neno likamuuzi sana Mheshimiwa Kamalal, akamfuata yule mwandishi wa habari kwa sababu watu wanaitwa kwa jina lake. Sasa je, hawa watu ni wako wake, ni watu wa taifa la India? Alimtazama vibaya, lakini ni mwandishi wa habari anauliza maswali kwa niaba ya taifa. Wananchi wengine ambao si wa jimbo hilo wanatamani kujua. Alimwangalia, मैडम ये आपके akamadamu, kitambulisho chako kimeandikwa nini jina la kwanza? घर ही है Bila shaka kimeandikwa kwanza jina la kampuni unayofanya kazi, alafu kwa chini imeandikwa jina lako mwenyewe. हम खुद Sasa mimi ni Kamalal Rajvansi, अपनी mimi ndo mmiliki wa ile eneo. Watu hao wakiitwa hawataitwa kwa jina lao, भाई wataanza kwa kuitwa kwa jina langu, kwa sababu mimi ndio kiongozi. Angalia, hii ni mic ya kampuni yako, imeandikwa jina la kampuni yako, haijaandikwa jina lako hapa, ingawa wewe ndio umeishika eh? अब हम Kwa hiyo swali kama hilo ni swali la kipuzi sana, na jibu lake liko wazi. Sina maana kwamba wakiitwa kwa jina langu bali basi ni watumwa wangu au watumishi wangu. Hapana, hawa ni wananchi wangu, ni watu, mimi ni kiongozi wao. सभी लोग Haya ni maneno tu ya watu wanazungumza tu huko, lakini mimi naishi vizuri sana na watu wangu. एक बड़ा भाई जिस तरह से छोटे भाई का ध्यान रखता है Heshima iko kati ya kaka na dada, dada na kaka, mdogo na mkubwa, baba na mama. Watu wanaheshimiana hapa. रखते हैं Raksha Bandhan, yani Raksha Bandhan ni ule undugu wa kuvishana kamba fulani katika mkono. Kwa Raksha Bandhan pia inaendelea, undugu ule wa damu, undugu wa kushirikiana. Kwa watu hao wananiita kaka kwa sababu ninaishi nao kama ndugu. Lakini anayenena sivyo, upande wa pili kushambani. Kuna kijana mmoja alikuwa anakula bakora za hatari. Simamiwa na kirenga wa kazi huyu, jamani, nyo noma kinyama. Wanamuita Lakan. Piga bakora chali vibaya. Anambia mpuzi mkubwa wewe. Haya majani ndio yanasababisha upate kula eti.
majani mawili unadondosha, yaani kadondosha vipisi vile vya majani. Haya majani ni yale majani ambayo ni chakula cha wale wadudu viwavi ambao baadaye wanakuja kuwa vipepeo. Kwa huyu jamaa biashara nyingine kubwa ambayo anafanya kama tofauti na siasa, pia ni mfugaji mzuri wa vipepeo. Kaajiri watu na anawatumikisha kinyama. Kama mpuzi mkubwa wewe. Baba yako ndo mpuzi aliyokuagiza kuja kufanya kazi angali na umri mdogo, so mimi usiniombe msamaha. Haria yuko wapi? Haria. Haria. Sasa.